Jambo. Jambo shamba. Naam. Vipi? Safi. Mama anaendeleaje? Sijajua bado hajaniamka. Nilifikiri uone. Sikujua. Baadaye mimi naingia kazini. Mshikaji. Kwa hiyo mimi tunafanyaje? Mishigani. Unachofahamu si ndio Uvaa ujui uongo. Wewe jana usiku tuliongea nini? Ile mishi. Si niambia nyenye mpige simu nya. Wewe tulipiga simu jana. Simu mpiga kwa nani? Sikupigia wewe jana, nasema uko patikani mwanangu. Babu ni aje babu? Zuka baba. Safi vipi? Zuka mwanangu. Kama mpigia na zuka. Unazingua mwanangu. Wewe unamchana jamaa. Wewe kama hizi unafanya peke yako. Haya poa, sikizeni niambieni. Hiyo ikateni kwanza. Vipi mwanangu? Yeye tunaenda. Vipi mbona leo umechelewa kwenye kijiweni? Da mwanangu, maisha kila siku yanazidi kuwa magumu. Ndio hivyo mwanangu. Sasa kuna kazi lakini zinasemaje? Ndio hivyo bwana. Kawaida kweli baba. Unajua. Ndio hivyo rafiki yangu. Kawaida baba. Si unaona hata kitu chenyewe kimenuna toka asubuhi. Wewe wana gari inakuja upige pale.
Shilingi Tukie shilingi 500 kwa kidogo kwa 500 kwa shilingi 1000. Kuongeza. Hizi. Chicha shilingi 200 kwa shilingi 100. Suku shilingi 500. Nini? Kaka, mama ameanguka kaka. Mama ameanguka. Dokta, mamangu anaendeleaje? Anaendelea vizuri, ila alipata mtoto kidogo wa moyo. Hivyo naomba sana mjitahidi kumwamsha na mawazo, lakini pia maelezo kwa msingi. Sasa tafanya hivyo dokta. Okay, sawa. Samahani daktari, tunaweza kwenda kumuona kwa sasa? Ndio, mnaweza mkamuona, lakini msitumie muda mrefu sana kwa sababu mnaweza mkamconfuse. Sasa hizi anahitaji muda mrefu sana kupumzika kutokana na hali yake ilipokuwa. Sawa? Sasa pole sana. Asante. Sawa. Sofia. Nini Angel? Angel? Umenikumbusha mbali besti yangu. Salama. Nini mamaya? Karibu besti bila kangu. Besti mbali kutoka hapa. Asante. Mimi naishi Arusha, nimekuja kwa biashara. Jamani. Acha nipatie namba yangu ya simu tutawasiliana. Haya, poa mwana. Ngoja mimi nikuache. Bye. Leo uko vizuri? Sawa. Ila cha msingi ni kwamba mama nikwambie, najitahidi sana kutafuta kazi. Yaani kiukweli nahangaika sana kutafuta kazi mamangu, ili nikupeleke katika hospitali kubwa. Na kiukweli ni kwamba nimehangaika sana. Ila tu kila sehemu ninayoenda kutafuta kazi wananiambia elimu ndio tatizo. Cheti sina. Nahitaji nitafute pesa ili nipeleke katika hospitali kubwa. Yaani ndio cha msingi ninachohitaji kukufanyia mama. Wala usihofu kuhusu hilo. Yaani nakupenda sana mama. Na nahitaji sana uishi mama. Nahitaji mamangu kila muda nioge na kuona.
Kweli kaka. Hilo ni jambo la msingi sana. Msiwafu wanangu. Mimi nitapona tu. Kwa sababu Mungu ananitegemea. Naamini nitapona. Sawa mamangu, ila cha msingi mimi mamangu kule niliambiwa kule chini kwa mzee John kule. Nili kule kwenye mianzi. Tunataka nini nikafanye kibarua, alisema muda kama huu nipate. Nashukuru sana mwanangu. Na katika kuangaika kwako kote. Tafuta. Fanya kazi. Lakini pia mwangalie sana Mungu. Sawa. Sababu mdogo wangu alipata nini? Haina shida. Angalia sana. Sasa sijui. Mwangalie sana. Sawa. Sawa mama. Ndio. Sawa, basi hiyo shida ni sasa. Baadaye. Sikujua. Haya, muangalie mama basi. Sawa. Haya. Sawa. Lakini ajabu sasa sio unakwenda huku. Eh? Uogope sasa hiyo sasa hivi ukimwi mwanangu, utakuja kulipata huko, utetee ukiwa katika nyumba yetu. Eh? Mimi nataka usitike kwa mume mmoja na ndio tunamjua sisi. Na ikitokea chochote cha uchana, cha usiku, baya, zuri, sisi tutakwenda kumfuata Sam. Binti yetu yuko wapi? Umemfanya kitu kama hiyo. Lakini tukaanza kusikia leo umekwenda huku, kesho umemkia huku, nje tutashikana kwa wapi? Ya kesho leo mwanangu, hali ya dunia imekuwa mbaya sasa. Midume mingi lakini miongo kweli kweli. Alafu na hili gonjwa mwanangu lingine unahangaika utakuja kuchukulia gonjwa kule mwanangu. Sasa binti yako kaenda ukalizoa. Tuko umetutia sisi ukiwa. Tulijikuta hatuna mtoto au tutaishi maisha gani? Mama yako anaondoka mapema sana duniani. Mwanangu. Kwani utakukana na mume wako mmoja mbele Sam? Mama. Baba, lakini mimi ninayempenda ni John. John ni nani? Hivyo watoto siku hizi. Mbona hamna adabu hivyo? Unaweza kutamka neno kama hilo kweli kumwambia baba yako mimi nampenda mtu mwingine wakati umeolewa? Wewe si una mume wewe. Njoo mwanangu, unanikosea heshima. Sijakufunza hivyo mimi. Unampenda John, John ndo nani? Unataka mtu aongeeje? Sisi tunakushauri na wazazi wako. Mama, sio kwamba mimi Sam simpendi. Sam nampenda sana tu. Baba Sam pale alipojai hata kunifanyia hata kutoka ili asababishe mimi na yeye tutoke hata siku moja. Mama, Sam hajai hata kuniletea zawadi ya pipi. Mama, isitoshe Sam yuko busy sana na kazi zake. Hajai nipata lisali moja basi tukawa pamoja. Lakini John anayafanya hayo. Njoo mwanangu. Nakusikitikia mwanangu. Nakusikitikia. Yaani wewe hii wakutamka maneno kama hayo. Ndoa inataka uvumilivu. Nakwambia kila siku nakuelekeza. Ndoa inatakiwa uvumilivu. Wewe leo unaweza kutamka kwamba mimi nampenda mtu mwingine, sijui ni nani na nini. Angel, maisha sasa hivi ni kuvumiliana. Vitu vidogo vidogo anakuletea kimoja leo, kesho kingine. Hawezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Nimemvumilia mpaka nimefikia hatua hii hapa leo hii tupo si wazazi wako. Kuna magonjwa
Ukileta aibu utakuwa umetuaibisha sisi wazazi wako. Utakuwa umetuaibisha mimi na baba yako. Kwa nini unafanya hivyo lakini? Vumilia, elewaneni na mume wako, ishi vizuri na mume wako. Angel, ndio siweza kuchezea mwanangu. Shauri yako. Angel binti yangu anachongea mako. Sawa sawa kabisa. Elewa kwamba Sam ni mume wako. Na mume ni mtu mwenye thamani kubwa sana. Mtu mwenye heshima. Mtu mwenye kuendelea kitu kama hicho. Na ndio tunajua sisi. Inawezekana hayo unasema kweli yapo, lakini kama Mungu anasema katika ndoa ni mambo madogo sana. Na haya ukikaa chini ukamwelimisha, pengine huko nyuma hakuyaona na vitu kama hivyo, atakuelewa na akakufanyia. Katika ndoa kuna mabonde, kuna mito, kuna milima, kuna mawe. Mkiavuka hayo ndio unaweza kukuta bustani nzuri sana. Na mimi na mama tulikuwa hivyo huko nyuma. Na mume ana sifa zake. Sasa mume hawezi kuwa unamfanyia vitu vya ajabu kana kuangalia. Hapana, sio kitu kizuri. Unakwenda huko. Nini maana yake? Unapomdharau mume maana yake unamdharau hata sisi. Sisi ndio tukabidhi yule. Kwa umeona mwanaume wewe tumkabidhi hafai, unataka mume wako mwenyewe. Sasa wewe usikie watu kwamba nimemfuata fulani kwa sababu anatoa out ndani. Kumbuka kwamba Sam ni mume wako. Unaweza kukaa naye chini ukamwambia akakuelewa kujua nini afanye. Kila mtu ana mapungufu, wewe una mapungufu naye ana mapungufu. Nyinyi ni binadamu. Lakini kubwa zaidi, ukiona kuna mambo ambayo yanakukera haendi vizuri, ni wewe una njia mpaka wazazi wake. Lakini bado kuna kubwa mwanangu. Tulipowaoza nyinyi, tulibadilishana nyinyi watoto. Tulimchukua Sam kuwa mtoto wetu na wewe kuwa mtoto wa wazazi wake Sam. Kwa hiyo ndugu na wazazi wa Sam wapo. Nenda kawaambie, jamani nimekuja mwanangu wangu 1 2 3 4 5. Watakusikia, watamuita Sam. Mtarekebishana. Na hata kikombe katika kabati vinagongana mwanangu. Ndio. Unaona tumefikia hapa leo na nyumba hii na mama huyu amekoti kwa tibu wazazi kutoka hivi. Mama huyo. Sawa. Kwa jitahidi mwanangu kaishi na Samu, kuna kitu nitakwambia wazazi wake. Mimi kwa mtarudi katika hali nzuri na maisha yatakuwa mazuri binti yangu. Sawa baba, mimi naelewa. Okay. Nataka sana kujirekebisha kwa kweli. Sawa baba. Mimi naomba niwaache. Haya. Kuna nani kule jikoni pale nenda kaniongezee dagaa, ukiniongea mwanangu mimi na enjoy sana. Kama dagaa leo ndio uende nyumbani. Sawa. Fanya haraka usichelewe. Sana. Watoto wa siku hizi. Hivi nafikiri ndio mchezo tu. Lakini tukijitahidi hivi hata ule kwa sana. Usiache tu. Kwa kweli. Kama ndio utakuwa mchomekea mchomekea. Ngoja nisaidie. Bana sijachelewa tena kwa mambo yangu. Kwa kike na mama yake.
Turudisha nyuma kimaendeleo. Konda unaniambia begi la chochote humo. Tushezi tu. Turudisha nyuma kimaendeleo mwanangu. Huyu kijana mwizi tumemtoa toka kule. Maadamu amefika mikononi mwangu. Maadamu amefika mikononi mwangu. Basi amefika sehemu salama. Malalamiko yenu nitashughulikieni, nitakwenda naye ofisini. Mnaenda huyo anamchikashika unaenda kibaka. Mnanikataa hata mimi. Wakati mimi kiongozi wenu. Mlinichagua wenyewe. Nimesema usalama wenu na mali zenu zote nitasimamia mimi. Sikiliza basi. Jamani, maadamu mmefika. Sasa sikilizeni basi. Sikilizeni basi. Sawa, pamoja na hayo. Huyu pamoja na kwamba mmelalamika hivyo. Mimi ndio kiongozi. Usiniangalie kumsikia. Ndio kile chenyewe. Ameshafikira huo. Huyu anaenda wapi? Alikuwa ameenda huko. Hadi mambo mengine? Nasomana wasi mimi ninge mtaa usiku. Fresh. Hamna ndugu. Sio mtaa wetu. Basi sisi tumegeto au sio? Wewe, si tunaingia hivi basi. Mbona nywele zako nyekundu? Una lolote naweza tunazionea donge nywele zako basi. Sio nyekundu wala nini. Sasa ni donge nywele hizi. Hivi unajua nywele au umeona unywele wangu? Wewe una nywele? Nataka tuongee jamani. Enjo kimiliki nywele mimi nakwambia maji nitaita mma. Mbona utanyoa kwenye vidude? Mimi najua tu. Ashura ana kisirani sana na mimi. Usitafu. Leo nimetulia huko na Adani. Leo nimetulia sitaki maneno la mtu. Wewe jamani yote tisa, hayo yote tuyaache. Hivi unajua maisha sasa yamekuwa magumu sana. Magumu ndio lakini cha msingi tu ni kupambana. Maana nako kuna changamoto. Mimi hata siwezi yani siwafiche. Wewe nawe. Hapo ni simna mali. Ndio kwa kivyambo shoti. Hilo nalo tena shoga. Tunakusema ujumbe ndio huo rafiki yangu. Mtegemea cha ndugu yuko maskini. Itakiwa upambane upate ndia yako. Baada ya kutegemea mali za mzee. Kwa mnanisema. Nakwambia ukweli, tegemea cha ndugu yuko maskini. Dinda. Mambo zenu. Poa. Jamani na usalimieni mwenzenu mambo zenu. Poa. Mambo haya. Jamani, kilichotokea huko mwenzenu hata siamini. Mnafahamu siamini? Yaani siamini. Uliyeona huamini. Haya wakuambiwa si tutaamini vipi? Yaani siamini kabisa. Tusiamini wewe si tutaamini. Shugangu nilichokiona huko mzee. Ndio utuambie sana wewe kitu gani? Ndio shoga yetu nawe. Nimekuta anapigwa kwa kipigo cha mbwa mwizi mpo. Nani wewe tena? Nani tena wewe shoga maana hapo mimi. Msichukule masiala mnajua. Mmewashoga yetu. Mmewashoga yetu. Nani tena huyo? Si mbona tuelewe nani? Huyu au mimi? Mume wako nawe, he? Wapi Sam? Hello. Shoga huyo sijui unamuita Sam. Sam nini? Kafanya nini? Kumbe mwizi. Bwana hebu acha utani. Amepigwa wapi? Shoga yangu mimi naye mwasili ameanza lini? Mume wako mwizi yule. Anapigwa kule wako mwizi. Wapi basi? Huko bwana wewe unamuuliza nani mwenyewe sijui. Wewe
Yaani hapa huu ni muda tu wa story show. Gangu yako ni uinue kiguu na uondoke. Bwana uja katuangukia mama angalia. Hey! Shoga zangu. Yaani chano cha kupigwa hata ni kitu gani? Yaani ameiba kitu gani hasa mpaka kupigwa kiasi? Kipochi bwana wewe. Pochi yenyewe na buku. Buku shoga. Njia nini? Unahitaji buku mkeni wambie. Kama mnavyojua. Njia kwa mwanamke kazi tutamisha yangu hapa naondoka. Kila siku najiuliza Faraja kinachokuonesha kitu gani wakati pressure huna wala kufikiri. Inauzea. Unaanzaje kupiga buku? Unasikiliza mwenyewe huruma. Maskini hiyo vipi na wewe? Mtu mwizi anaiba hadi buku. Sikuwa nikuja mimi ningempata hiyo, hata ningempata zaidi ya buku. Kenya watu hapa wamekuja kujiambia hewa duniani hapa. Maisha yamewachakaza. Wamechaka. Shika basi endelea kunichana. Nikuchane mimi tena? Mimi kushikana na mtu sitaki. Sikuniumiza. Pole sana kaka. Pole sana. Maisha ndivyo yalivyo kaka. Hata wafungwa jela sio wote wanaofungwa kufanya makosa yanayopelekea au kupata kumzaa. Lakini kakaangu kwa na makundi mabaya huko jijini kaka. Ndugu yangu sikujua. Haya yote ni mpango wa Mungu. Inawezekana Mungu ananiepusha na kitu. Bora kumwachie tu Mungu. Wacha ilikuwa. Anasema anaenda kufanya ndoto yake. Hivi mume wangu, umeamua kuwa mwizi sasa? Hivi mimi mtaani hapo atanichukuliaje? Na mbona anadhalilisha mimi mchana kweupe? Mke wangu mimi sio mwizi, wamenipa kazi ya tu. Naomba jamii. Angel. Dada. Samahani. Mambo vipi? Poa. Naitwa Felix. Naweza kuongea na wewe? Hapana, nina haraka. Naomba nikupatie mawasiliano yangu. Karibu sana mwanangu. Asante sana. Karibu sana. Niko hapa. Asante. Karibu mwanangu. Asante sana. Mimi nipo hapa tu, sina cha kufanya. Na ongeza kidogo busara kupitia kwenye kitabu hivi. Asante sana. Karibu baba. Asante. Ndio. Vipi Kwa nini uko kutoka? Mimi sio kwa sana. Kwa sababu ujio wangu kuja hapa ni kwamba kuhusu Angel. Baba, nilikuwa naomba mnisaidie kumkanya Angel. Kwa sababu Angel amekuwa hasikii. Sorry. You mean Angel binti yangu? Ndio. Yeye amekuwa hasikii, amekuwa makunji. Amekuwa atulii. Na hata sielewi kwa yani
anafanya hivyo kwa sababu mimi aniheshimu au anafanya hivyo kwa sababu ya hali yangu nilokuwa nayo mimi. Okay. Hujafafanua sana. Ni mambo gani hasa makubwa ambayo anafanyia yakufanya mpaka leo ukaje peke yako haraka na hii? Hamna baba, ni kwamba anakuwa mwanamke ndiye hajatulia. Makundi yeye. Na nikimwambia hichi anafanya kile. Yaani anisikia hata kidogo. Umeshauri kumwita mnakaa pamoja kumwambia ndipo haya mambo anafanya? Ndio baba, nimkane mara kibao sana. Na alikujibu nini? Aliniambia nisimfuatilie maisha yake. Hivi mpaka umekuja hapa sasa yeye mmoja. Nje nimwacha nyumbani. Anafanya nini? Anaendelea na shughuli zake. Na je, alikuwa na habari kwamba unakuja huko? Hapana. Samu mfano vizuri kuja kwangu. Mimi ndo baba wa Angel. Na yule ni binti yangu. Kwa hiyo pole sana. Asante sana. Nimekuja kukuuliza maswali mengi kutaka kupata undani. Yanisaidie mimi kama baba wa Angel kujua nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Lakini kwambie tu kwamba Angel ni binti yangu. Kwa hiyo yuko ndani ya uwezo wangu. Na ni kweli kwamba mimi nitaongea naye. Nitamwita Angel. Nimsikia anasema nini, lakini kubwa ni kuonyesha masikitiko yako na mwanamke wako kwake yeye na kumkanya arudi katika mstari. Au binti nzuri. Pole sana. Asante sana. Pole sana. Walisema wahenga kwamba sikio lizidi kichwa. Yuko ndani ya control yangu. Ndio. Sio kwamba na support tabia yake, na ngoja nikuuliza maswali mengi sana nipate ukweli na undani wa kila kitu. Ndio. Na kwa hili hilo. Tashukuru sana. Pole kwa yote aliyopata. Asante sana. Pole na niachie mimi kama baba yake tabia nilizofanya. Asante. Sawa baba, mimi nilikuwa napita tu. Mbona haraka bwana? Ngoja wakulisha juice kidogo. Hapana baba, naelekea kazini kwangu. Okay. Haya. Okay. Nashukuru sana. Haya. Basi nikupe pole mwanangu, lakini naamini yana mwisho haya. Haya. Tutaongea naye. Pole sana. Haya. Cheza wewe, acha ujinga. Haya, subiri kwanza haya. Shiwili hapo kwanza. Okay. Niliwaambia kwamba leo lazima niwafunge. Cheza mwenyewe tena. Subiri kwanza bana. Nini sasa? Cheza. Sasa na mimi narudisha kwako. Mimi si niliwaambia mimi ndo Balotelli. Kuna Balotelli. Kumbe mwanangu unifanyie ila kwa sababu ni mwafunga. Alafu sasa unajua niambie kitu kimoja rafiki zangu. Yaani siku hizi maisha yanakuwa, yaani yanazidi kuwa magumu rafiki yangu. Na hata tujue tupate wapi kazi. Yaani kama Mungu vile sisi hatuoni kabisa. Kweli. Kwa hii hali inatakiwa tukomae. Na hali nao muona nao mama ndani inatakiwa tuwe na jitihada ya pekee. Umeelewa? Ni kweli unachosema. Ila mimi nahisi kwamba ipo siku tutakuja kuishi maisha yaliyokuwa bora. Angel. Niambie mpenzi wangu. Hebu tuendelee na mchezo hapa. Ilikuwa kata ngapi? Sawa. Kama shemeji amechukia hivyo kuna kitu kimekosea. Aminosi, unajua wanawake tena wanaweza kutana na hasira zake. Kwa hiyo nitakaa naye, nitaongea naye. Hapo gani mwanzo? Hamna rafiki zangu. Afu unajua mzigo wa mwingi pale tuachie. Kwa kuwa ndizi. Sasa nyinyi tutakuja pale kijiweni afu. Hapo basi. Poa leo. Poa. Sawa. Basi kama hizo sita kuniambia. Kwa beni. Mwana wangu baadaye. Poa. Nani wewe tena? Si Angel huyu. Yaani amekazania ni mwanaume, nakwambia ni maskini, halina hela, linabeba mizigo. Amelishupalia utazani nini yani? Alishtua na kishangaa kumsema Angel. Ndio hivyo kila siku kumsema. Bwana sio kumchamba, yani anashindwa kujiongeza. Hivi aoni huyu. Mambo Angel.
Poa mwana, vipi? Safi. Safi. Hivi wewe mwanamke, kesho kufanya uendelee kung'ang'ania kwa mwanaume maskini mbele mzigo nini? Kwa nini unasema hivyo Shuu? Ina maana wewe ninachomaanisha. Yaani namaanisha uondoke kwa wewe mwanaume. Mwanamke mzuri kama unashinda kumiliki hata simu. Na watu gani kwamba mimi sina simu? Una simu uko wapi? Hebu nionyeshe hiyo simu. Nionyeshe. Kwa hiyo nayo ni simu. Basi kapige picha unirushie ukifika. Kama kweli nayo ni simu. Ashula. Kwa nini namshauri hivyo nje wakati unajua ameolewa? Na yeye nani alikwambia mimi nashinda kuolewa? Kama nataka kuolewa sasa nitaolewa. Upendi mafanikio ya mwenzio wewe? Ndio wachawi wenyewe. Uone wivu. Lakini sio vizuri kumdharau mwanaume kwa maskini wake. Ukumbuke kwamba kila mmoja ana fungu lake kwa Mungu. Sio kwa mume wa huyu bidie. Yaani mwanaume huyu hana hata fungu moja hapa duniani. Na ukiendelea kung'ang'ania utachafuka zaidi ya hapo. Muone sketi ilivyomshika kama mshumaa. Utaendelea kuvaa hizo nguo mpaka unaingia kaburini utakuja kumiliki mavazi mazuri kama haya. Wewe endelea. Muone lemba lake lile. Ukweli ndio wewe, jiongeze. Bye Angel. Au baby. Kwa hapa na mimi ndio tunakuja. Twende. Kama nilivyokuambia mwanangu, maisha ni kuvumiliana. Umenielewa? Sio unasema maisha magumu sijui nini. Vumilia mwanangu. Hata mimi nimevumiliana na baba yako ndio maana tumekulia mpaka kumefikia hatua hiyo. Umenielewa? Mimi natambua hiyo. Maisha yanazidi kuwa magumu. Nilipo sijui hata nitafanya nini. Utafanya nini? Muombe mume wako apate riziki, muishi maisha bora. Lakini ukisema eti sijui nitafanya nini, sijui nini, nikuvumiliana mwanangu, vumilia. Angalau kama maisha badiliki. Sasa unasema mimi siwezi kufanya nini, siwezi kufanya nini? Vumilia mwanangu. Sawa. Aya. Kumsalimia ndugu baba. Sawa. Safi. Hivi wewe mwanamke, kesho kufanya uendelee kung'ang'ania kwa mwanaume maskini mbele mzigo nini? Kwa nini unasema hivyo Shuu? Umeendelea je? Salama. Hivyo umalizika na haya maisha tunayaishi. Kwa mke wangu. Mbona natamani tuwe kama wengine. Na ndio maana najitahidi sana kutafuta. Ipo siku tutafanikiwa. Mimi nimechoshwa na haya maisha tunayaishi. Kila siku shida tupu. Hii nyumba imekuwa shida sasa. Najitahidi tu. Utajitahidi nini? Sasa hivi maneno yako yamegeuka kuwa nyimbo. Mara ngapi umekuwa ukiongea hayo maneno yako? Na hujawahi fanya, yamegeuka kama nyimbo sasa. Jamani. Hapa mjini kwa matatizo hayaishi. Kwa nini unasema hivyo Juma? Kwa jirani yangu mmoja kagombana na mkewe kisa tu maisha magumu. Unajua nini ndugu yangu? Tuongeage tu kweli. Hao kwa wapendani bwana. Ndio maana mimi napenda niwaambie mtu mwanamke kutoka wapi? Kijijini. Mkulima. Unajua nini Ben? Yaani hata mimi shemeji yenu ananisumbua sana nyumbani. Na hata sijui nifanyaje. Kwa hali yangu nilokuwa nayo sasa, hata sijui nifanyaje rafiki zangu. Inatakiwa yaani ukae naye chini, ni ajenge. Umeelewa Sasa tuko na naamika hivyo mpaka lini mwanangu? Ben, unatambua kabisa saizi hali yangu ya kimaisha imekuwa ni mbaya sana. Na mamangu anahitaji huduma ya kiafya. Na pesa yangu yote ninayoipata
huwa inanitibu mimi. Na kiukweli katika maisha yangu ya sasa hivi nimekuwa magumu sana. Na ndio maana hata yani pesa yenyewe kuipata nikishika kidogo inatoka. Yaani hata sielewi. Na wakati mgumu sana kaka. Koma, kwani shida nini? Shida ni kwamba mamangu anasumbuliwa sana na pressure na mama za mama. Nini chanzo cha hali hiyo? Chanzo cha hali hiyo ni kwamba babangu alipofariki alikuwa ametuachia nyumba na mashamba, lakini ndugu zetu tukaja kutudhulumu vile vitu, na sisi tukahangaika sana kwenda kwa mwanasheria, akaja kutusaidia tukavipata vile vitu. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba baba alikuwa amekopa katika taasisi za kifedha, wakaja kuuza kila kitu, mali zote. Ndipo mama alipopata pressure na homa za mara kwa mara, na ndio maana nikaamua nimchukue kijijini nimlete mjini na mdogo wangu ambaye nisikujua, na hali kila siku inazidi kuwa ngumu. Pole sana ndugu. Cha msingi ukae uzungumze na mkeo ili hiyo jambo moja. Na kitu kingine inahitaji ukomae sana. Kwa hiyo haya. Sawa kaka, asanteni kwa ushauri. Ila nahisi labda huu muda ngoja niende nikamwangalie mama. Poa kaka. Poa basi. Sasa poa ndugu. Sana mtu Beni. Jikaze. Kama kama. Haina shida. Poa kaka. Usahau gari, unasikia? Haya poa. Tutakushtua. Wakati mgumu tunao. Watu tunaishi nao lakini wana matatizo kama haya. Mimi mjali kweli. Kumbe timtani. Matajiri wote wanapita katika njia hizo. Sio wote, wengine halali mwanangu. Ndo alizingua mzee, angemchana mapema. Sasa ndugu yangu, tusikae sana. Mimi kwa nilekea home. Unazingua. Kwa hiyo kijiji yote unaniacha peke yangu. Na kuacha peke yako vipi? Sio msela kuja sasa hivi na wewe. Hiyo mzee kache. Poa basi. Pole. Usina wasiwasi utapona tu. Unajua sisi wanao tunakutegemea wewe mama yetu. Sawa. Kwa sababu alivyoondoka sasa kujua kuna matatizo gani? Yaani mimi hata sielewi, yale mama nazidi tu kwa mbali. Mama pole. Pole mama. Hebu nenda kachukue dawa pale juu ya meza basi tumpe. Wifi dawa zilisha. Afu ndio alizopata miaka zote zimetumika kwa ajili ya kulipia hospitalini. Na hizo basi zote zimetumika kwenye madeni ya wiki iliyopita. Sasa tunafanyaje? Yaani mimi hata sielewi. Pole mama. Angel. Angel. Mbona unasikia? Hata nasikia kitu. Najitahidi katika maisha yangu ili nikutafutie wewe, lakini unashindwa kunielewa. Angel. Sawa, siku mwema. Unajua bwana Brian, shafanya biashara sana, lakini kwa sasa nimeamua kufanya biashara kubwa. Kikubwa ni pesa tu baba. Uko sahihi sana. Nahitaji kuwekeza fedha kubwa ili niwe na mtaji mkubwa niweze kufanya biashara kubwa yenye tija katika mfumo wa maisha. Kweli kabisa. Kwa kawaida watu wengi wakiwa na pesa wanapenda kutumia pesa kwa mambo sio sahihi.
jambo ambalo haipendezi kabisa. Kweli kabisa mama. Kwa sababu unapokuwa na pesa hakikisha kufanya vile vitu ambavyo vinapendeza Mwenyezi Mungu ili biashara zako zipate kwenda au zipate kusonga mbele kwa kasi. Uko sahihi sana. Ili katika biashara zako zipate kusonga mbele. Sio kwa sababu pesa zako ilikuwa ndio chanzo cha kunyanyasa watu na kufanya mambo ambayo hayapendezi Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Uko sahihi sana. Ndio haipendezi sana. Ukiwa una pesa alafu unafanya mambo ambayo sio sahihi au sio halali. Lakini ukifanya mambo ambayo ni halali hata kwa Mwenyezi Mungu unapata thawabu. Unaongea kitu sahihi. Kitu sahihi kabisa. Kweli kabisa. Sawa. Na hata Mungu akubariki kupitia kile kitu ambacho ni kizuri kwa kufanya wewe. Ambacho hata kesho na kesho kutwa kinapendeza kila mtu. Na sasa kuongea sana. Najua tu Mwenyezi Mungu Yaani shoga yangu nahisi kama gari la bahati limeniangukia. Sio kwa mchepuko nilompata. Nisikoe mimi eka shabancha. Huku. Yaani show siache. Shoga yangu mtoto mrembo. Hata mimi namkadhiki na husu. Hello baby. Bado niko saloni. Haya poa. Kakako nini? Kakako nimempa likizo ndefu, sasa atanipata wapi sasa hivi? Huku! Cheka sana. Baadaye nitakutoa dini. Aha, tayari sana. Lakini sio kesi shoga yangu, niko peke. Aya, umeanza. Umeshaanza ujue. Asa wewe mwezi unaona nafanikiwa ndo nasema kakako hiyo vipi jamani? Wala mimi huko shoga pochi nene. Habari ya mambo si ndo hayo. Hivi mimi nishachoka nimesha shida pesa. Mimi najua kupata wewe shoga duniani. Umeona? Jioni dina hivyo yani. Mwanaume. Umempata sasa mwanaume ana pesa zake. Kita kitanzini bibi. Hadi wapi. Sikiza wakutue. Yaani so unaona kama hivi. Mambo moto. Tawanyosha. Kama kitu usinisahau. Afu na wewe nawe. Yaani Hadija ushindwi. Wala upitwi. Kwa nini shoga yangu? Kuna mbia za kokote mtoage out. Ukikaa na Ashura ndo basta. Ushanaambia ukikona panja. Ndio wale shoga yangu jamani pia. Shoga yangu usinisahau. Usijali mwana.
Mama vipi unaendeleaje? Ya baridi. Pole. Asante. Sakalangu hilo kanifulia. Leo nilifua lakini halijakauka. Hajakauka. Jesi itakauka na nani? Mwanangu Samu ameenda wapi? Kasamu alisema anaenda kituo cha polisi kutoa taarifa. Ambapo hivi ya kulala hapa nyumbani. Ila alisema atakuja kwa wazazi wake. Mkamata. Mkamata Samu. Hapana, hajamkamata, anatoa tu taarifa ila anarudi. Kamata Samu. Kasamu hajamkamata mama. Amesha tukutoa taarifa. Kamata Samu bwana. Hapana mama. Anarudi mama, usilie mama. Kamata Samu bwana kutoka asubuhi sijamuona. Hapana mama, hawajamkamata. Mimi tukutoa taarifa anarudi. Sijamuona toka asubuhi bwanangu. Anarudi mama. Aku nampenda sana sana. Bwana sijamuona toka asubuhi. Mama basi usilie mama. Asubuhi mimi sijamuona mtoto wangu. Mama anarudi usilie. Sakaida yake Samu asije kuniangalia. Anakuja mama. Hapana mama. Hawajamkamata. Basi mama. Mama anarudi Kasamu, mama hajamkamata. Basi mama. Basi. Haya bwana. Endelea na shughuli zako. Usilie mama. Endelea na shughuli zako. Usilie mama. Haya. Usilie basi. Na usilie mama. Ngoja nikalale. Pumzika kidogo. Nije kukusaidia. Endelea na shughuli zako. Mama. Mama. Pole mama. 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 Mama, amka mama. 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 Mama amka. Mama. Mama.
Basi kesho tutapigia simu. Haina noma poa. Haina noma. Poa poa. Nakukubali. Poa. Poa poa. Nilipata fanya kaka life wenyewe. Kwa bosi. Kachukua ile dukani basi pale mwanangu. Pale kwa Mwarabu pale? Poa. Angel. 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 Angel, unafanya nini katika hili eneo? Angel, mpenzi wangu, unanifanyia? Nani mpenzi wako? Ona kichaa nini? Umaskini ni vazi tu ambalo kila mtu anaweza kulivaa. Lakini sio wewe ndio kunifanyia hivyo mimi. Yaani yeye ndio ndio akunifanyia hivyo mimi. Hivi wewe bado unafika kama mimi ni mtu wako? Wewe unachaa. Mimi nawezaje kutembea na mtu anayenuka shida kwa kucha? Yaani ndio mimi nanuka shida leo hii. Kwani wewe ndio mimi nanuka shida? Kwani wewe ulikuwa ulijua hilo? Sawa. Nashukuru sana. Tena jiangalie, uongo na mwisho wake, sio unakaa tu kuharibu starehe za watu. Tafuta hela mdogo wangu. Nasikutegemea kuwa anaweza kanifanyia hivi. Nasikutegemea kuwa anaweza kanitenda hivi. Maana gani kusema hivi? Ni nini alizike? Bosi wewe. Hajamla thamani yangu ya maisha yangu. Hajanipa mimi ni nani katika maisha. Nilimwona kama chozi Alex. Atakapondondokea katika paji langu la uso, atakapomfuta baki katika viganja vyangu. Lakini leo ananiona nyama, ananiona fai. Sawa. Samani. Jamii hata
Unafanya nini? Kaka. Nenda. Maki kafanya nini? Si wewe na mimi. Hapo akija tutupa taarifa. Ndio hivyo familia yao kama wana vikosi, unaelewa? Kama shetani anatembelea familia yao. Kweli kama atakuja hapa atatupa taarifa. Hapa kama kuna hao. Ndio.